Naam, habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus. Leo ni Ijumaa ya tarehe 23 mwezi Januari mwaka ni 2026. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Eden Bahati, nitakuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara, na katika habari za michezo atakuwepo hapa Esther Mtebe kutujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani. Karibu tuanze kitaifa. Wakala wa ufundi na umeme TEMESA mkoa wa Mtwara imeanza kufanya ukaguzi wa magari kwenye taasisi za umma katika mkoa wa Mtwara ili kubaini changamoto za kiufundi mapema kabla magari hayo hayajaribika kabisa, ili kupunguza wingi wa magari yanayopelekwa kwenye karakana ya TEMESA kwa ajili ya matengenezo zaidi. Mwanahabari wetu Adam Malima kutoka Mtwara ametuandalia taarifa ifuatayo. Mikakati hiyo imeanzishwa na TEMESA ili kuondoa changamoto za magari ya taasisi za umma kukaa muda mrefu kwenye karakana kutokana na wingi wa magari yaliyoharibika, ambapo sasa wahandisi wa TEMESA wanapita kwenye taasisi za umma kukagua magari ili kubaini ubovu uliopo, huku kupitia mfumo mpya wa TEMESA ulioanzishwa wa kuwezesha wadau kutuma maombi ya matengenezo ya gari kupitia mtandao, hakutakuwa na changamoto ya magari kukaa muda mrefu kwenye karakana. Zoezi hili litasaidia kabisa kupunguza idadi ya magari kwa mengi, kwa sababu mnakuwa mnapotembelea katika taasisi mnakuwa mnafanyia ukaguzi kabisa. Kwa ikifika hatua ya kuja karakana pale kwamba nyinyi tu mnafanya matengenezo. Kwa zoezi hili linasaidia kabisa kupunguza mlundikano wa magari. Zamani tulikuwa mteja lazima alete barua TEMESA, lakini sasa hivi ina maana kama taasisi tunakuwa tumekusajili, ina maana kama hawa tutawasajili. Ina maana wewe ni maombi yako unatuma kwenye mfumo, sisi TEMESA tunayaona kupitia mfumo wa matengenezo. Kila kitu linked ya vipuri na vitu vingine vipo vyote, hata ripoti za matengenezo zote mteja anazipata kupitia huu mfumo. Kwa hiyo tunakuja kuasisitiza kama taasisi hizi za serikali ambao tunazihudumia kwamba kupitia huu mfumo ambao umeanzishwa utasaidia matengenezo, lakini vile vile utasaidia kufanya kazi kwa haraka. Wakizungumzia mikakati hiyo, taasisi za umma ikiwemo mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Mtwara MTUWASA wanaeleza kuwa kupitia mikakati hiyo ya TEMESA, taasisi za serikali sasa zitakuwa na uhakika wa usafiri wakati wote. Tuna hakika kwamba hii huduma walioianzisha na kwa namna walivyojipanga tutaenda vizuri na magari yetu yatatengenezwa kwa wakati. Lakini hii pia itasaidia kupunguza ajali za magari ya serikali ambayo yanatokana labda na kufeli breki au matatizo mengine madogo madogo ambayo tunayasikia huko barabarani yanatokea. Kwa namna TEMESA walivyojipanga yote yanaenda kupungua kabisa. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima cha. Asante Adam Malima kwa taarifa kutoka mkoani Mtwara. Kwingineko ni kwamba mgogoro wa mpaka umeibuka kati ya wananchi wa kata za Kiva na Konje huko wilayani Handeni mkoani Tanga baada ya wananchi wa kata ya Kiva kutotambua mpaka ulioonyeshwa na wataalamu wa ardhi wilayani humo kwa madai kuwa sehemu ya eneo lao imechukuliwa na kata jirani ya Konje. Kutoka Handeni, Ernest Mbeza na ripoti zaidi. Wakielezea changamoto hiyo mbele ya wataalamu wa ardhi wa halmashauri ya mji na wilaya Handeni walioambatana na viongozi mbalimbali wa chama na serikali katika eneo ambalo kwa sasa linatambulika kuwa ni mpaka kati ya kata za Kiva pamoja na Konje, wananchi pamoja na wataalamu hao wamesema hatutambui huu mpaka anaozungumzia huyu mtaalamu hapa. Sisi tunaamini tulishaanza kufanya hiyo kazi ya survey nyuma huko tangu 2004 tukiwa na wataalamu wa ardhi, na baadaye walikuja tarehe 23 mwezi wa 7 2007 kuja kutuwekea haya mawe. Na kawaida mipaka ilivyo, kama ni kijiji na kijiji wanakutanishwa pande mbili, wao wote wanautambua, kumbe sisi Konje mpaka yetu ni hapa, na Kuditibe tunajua mpaka yetu ni hapa. Hapo kusinge kuwepo na longolongo, sisi tunajua mpaka ni kule. Leo mpaka umekuja hapa. Kwanza mimi nataka niulize, huyu aliyekuja kuweka ili jiwe sasa GPS leo inasoma hapa, kaja kuwashirikisha akina nani? Mnaamini kuna sehemu ndipo mpaka ulipo na kuna jiwe lipo? Si kosa kumpeleka mheshimiwa mwenyekiti akaone, na sisi pia tutachukua vipimo vya lile jiwe. Tutaenda kwa sababu huu mgogoro kama alivyosema mwenyekiti, amekuja kwanza kuona hapa, hatuwezi kupata suluhisho. Kwanza ni kujua ukubwa wa tatizo likoje. Hali hiyo imepelekea wataalamu hao wa ardhi kuambatana na wananchi hadi kwenye eneo ambalo wananchi hao wanadai ndipo palipokuwepo na mpaka wanaoutambua, lakini katika hali ya kushangaza kwenye eneo hilo hakuna alama yoyote, hali iliyozua taharuki kwa wananchi
na kupelekea mwenyekiti wa CCM wilaya Handeni Amiri Changogo kushauri njia bora ya utatuzi wa mgogoro huo wa mpaka. Alama hiyo inayozungumza ilikuwa hapa. Nilikuwa hapa. Sasa ukituambia alama iko wapi wakati watu wamelima ni zamani mno, sisi tufanyeje hivi? Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata ya Kiva, mwenyekiti wa kijiji cha Koditilibe na viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kiva. Simamieni utaratibu ule ambao mmeona wananchi hawajalizika. Turudi kwenye utaratibu wa vikao ili tuikumbushe serikali kwamba hapa kuna tatizo. Kiva wanasema kilomita 2 na mita 200 zimeingia kwenye kata ya Konje. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma Peresi Magiri amewaagiza watendaji wa vijiji, kata na madiwani kuhakikisha wanakwenda kudhibiti utoroshaji wa zao la kahawa ili kuongeza upatikanaji wa mapato pamoja na kubuni vyanzo vipya na kuvisimamia kwa lengo la kuiwezesha halmashauri kwenda kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa ufanisi. Dita Nyoni kutoka Ruvuma ana undani wa taarifa hiyo. Akimwakilisha mkuu wa wilaya katika mkutano wa baraza la madiwani robo ya pili kwa mwaka wa fedha 2025-2026, afisa tawala wilaya Benedicto Sindangi amesema halmashauri ya wilaya Nyasa imekuwa ikipoteza mapato yake kutokana na zao la kahawa kutoroshwa bila kupita kwenye vyama vikuu vya msingi vya ushirika kama sheria inavyotaka. Kwa upande wa tarafa ya Mpepo, tusimamie kwenye utoroshaji wa kahawa. Kahawa istoki. Waheshimiwa madiwani, tujitahidi sana tusimamie. Kahawa ndio mapato yetu makubwa hapa halmashauri. Lakini na kilimo kinachopatikana huko, mahindi, maharage, tuyasimamie mapato haya, tuyakusanye kwa uaminifu ili halmashauri yetu isonge. Wahandisi wa miradi, wakadiliaji majengo, tunaomba mfanye kazi kwa kufuata taratibu, sheria na miongozo. Imethibitika kwa asilimia kubwa mnatuangusha. Hata idara ya manunuzi vile vile imethibitika kwamba kuna ucheleweshaji wa mchakato wa kutafuta wazabuni na wale wanunuzi. Upande wa diwani wa kata ya Luangarasi Oscar Mapunda amesema sababu za kutoroshwa zao hilo wakati wa minada ni kutofautiana kwa bei kati ya wilaya Mbinga na Nyasa pamoja na miundombinu mibovu ya barabara. Kama itawapendeza walichukue la kuangalia Mpepo kuwa na kiwanda ndani ya uzalishaji wa maeneo yale, pia yale maeneo korofi ambayo yanasababisha ule usafirishaji wa kusafirisha kahawa kuitoa maeneo ya uzalishaji mpaka kiwandani Mbinga, tuyapatie ufumbuzi ikiwemo kuboresha barabara. Na hela ni kila kitu. Na halmashauri, taasisi hii inaongozwa kwa kutumia hela za mapato ya ndani kwa kila kitu. Na tusipokuwa na hela, hata wataalamu hawawezi kwenda kusimamia miradi huko vijijini. Tutakuwa tunalaumiana. Make mafuta, kila kitu kinatakiwa kipatikane ili wataalamu sasa nao waende kusimamia. Lakini ni kuahidi mpaka saa hizi tumefikia asilimia 68 kwa muda huu. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10. Asante Dita Nyoni kwa taarifa hiyo kutoka Ruvuma. Serikali ya Marekani chini ya utawala wa Rais Trump imetangaza rasmi kukamilisha mchakato wa kujiondoa katika shirika la afya duniani WHO siku ya Alhamisi. Hatua hii inakuja ikiwa ni mwaka mmoja kamili tangu Rais Trump aliposaini amri ya mtendaji kuanza mchakato huo, ikiashiria mabadiliko makubwa katika uhusiano wa kimataifa wa nchi hiyo kwenye sekta ya afya. Afisa mwandamizi wa idara ya afya na huduma za binadamu HHC ameeleza kuwa uamuzi huo umetokana na madai kuwa WHO imepoteza mwelekeo wa dhamira yake ya msingi. Serikali imesisitiza kuwa katika matukio kadhaa shirika hilo limekuwa likitenda kinyume na maslahi ya Marekani katika kulinda afya ya umma, jambo lililopelekea nchi hiyo kusitisha ushirikiano na ufadhili wake. Chama kikuu cha ushirika wa Mako mkoani Mara kimewataka viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika kuwasajili wakulima katika mfumo wa usimamizi wa vyama hivyo MUVU ili kusaidia kuondokana na kupunguza urasimu katika utendaji kazi. Musa Makali ana ripoti zaidi kutoka Mara.
Rai hii inatolewa na Msajigwa Alfred ambaye ni afisa tehama wa chama kikuu cha ushirika wa Maku hapa mkoani Mara, ambapo amesema baada ya zoezi hili kukamilika kwa vyama vya ushirika, sasa nguvu kubwa inaelekezwa kusajiliwa kwa wakulima ambao walioko kwenye vyama vya ushirika. Tumekuwa tukihimiza watendaji wa vyama vya msingi kuweza kutumia mfumo wa MUVU ili kuhakikisha kwamba unaongeza tija katika vyama vyao. Vile mfumo wa MUVU umekuwa ni suluhisho ambao unaongeza tija katika utendaji wao wa kazi. Vile inasaidia kupunguza urasimu na kuongeza ufanisi katika vyama vya msingi. Kwa hiyo mfumo wa MUVU umerahisisha sana kuweza kutuma taarifa tofauti katika tume na kwa maafisa ushirika ili kuongeza tija na ufanisi wa watendaji katika mfumo. Baadhi ya wanachama ambao vyama vyao vya ushirika vimesajiliwa katika mfumo huu wa MUVU wanaeleza mafanikio ambayo wameyapata kwa sasa, ikiwemo kuondokana matumizi ya makaratasi walivyokuwa wakifanya hapo awali, ambayo ilikuwa ikisababisha kupoteza kumbukumbu nyingi za vyama vyao. Ilikuwa ni kutumia makaratasi mengi kutunza kumbukumbu na muda mwingine zingine zinakuwa zimepotea, lakini sasa hivi kwenye mfumo huu dokumenti zote tunazozitafuta zinakuwa ziko kwenye kompyuta au laptop. Lakini tunapotumia mfumo, kama ukiweka taarifa na ikawa ina dosari yoyote, lazima tu itaonekana kuna dosari ambayo iko tofauti na taarifa inavyotoka. Kama haija balance, itakuonyesha kwamba hapa kuna tofauti na ile tulikuwa tunaandaa kwa mikono. Kupitia mfumo wa MUVU tumesajili vyama vyetu vyote, tuna jumla ya vyama 79 ambavyo viko kwenye mfumo wa MUVU, na vyama hivi vingine vipo katika maeneo ambayo hamna mtandao. Kupitia ofisi ya ushirika pamoja na chama kikuu, kwa vile vyama vya mazao tunawaita wilayani kwa ajili ya kuwakusanya pamoja kuingiza makisi yao kwenye mfumo. Kwa hiyo changamoto ya kimtandao tunaitatua kwa namna hiyo. Mafunzo haya ya wajumbe wa bodi yamekamilika kwa vyama vya ushirika hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, na sasa mafunzo haya yataendelea kwa wilaya ya Musoma pamoja na Bunda. Kutoka hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii. Wakala wa nishati vijijini REA imekagua na kuridhishwa na mradi wa usambazaji wa miundombinu gesi asilia ya kupikia majumbani kwa kaya zaidi ya 530 unaotekeleza katika halmashauri ya Mkuranga mkoani Pwani, ambao unaenda kuwapunguzia wananchi gharama kwa zaidi ya 60% kutoka nishati nyingine walizokuwa wanatumia awali. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Lakini leo tumefika katika mkoa wa Pwani ambapo tumetembelea mradi katika kata ya Kibindu katika kijiji cha Kisembule, ambapo miundombinu ya usambazaji gesi asilia yenye urefu wa takriban 25 kilomita zimeweza kujengwa na kusambazwa kwa wananchi. Mradi huu umefadhiliwa na wakala nishati vijijini REA na umetekelezwa na wenzetu wa TPDC, na mpaka sasa mradi huu unaonekana umekamilika kwa 100%, ambapo jumla ya wanufaika 530 katika eneo la Kisembule wameweza kuungiwa mita za natural gas, na tayari baadhi ya wananchi wameshaanza kutumia gesi asilia. Lakini nayo serikali hasa hususani wenzetu wa REA wakaona tufanye majaribio ya kuwapelekea gesi nao majumbani, nao watu Kisembule waweze kujivunia hali hiyo ya upatikanaji wa hiyo gesi. Tunashukuru, tumepokea mradi na tumewapa ushirikiano viongozi hao. Tumepita nyumba hadi nyumba, tumefanya mikutano mbalimbali kuhamasisha. Kulikuwa na changamoto sababu kutokana na gesi historia zake wengi walikuwa wanaogopa hivyo gesi ikiwa majumbani tena sitakuwa hatari hiyo. Kwa sababu hata mwanzo serikali ilipoanza kutumia gesi ya kawaida ya mitungi, nayo wananchi tulikuwa na changamoto ya kuwaelimisha. Kwa sababu mtu alikuwa ameununua mtungi amekaa nao tu ndani. Lakini mpaka elimu ilivyotolewa wameunganisha, sasa hivi wameshaizoea. Na ya majumbani hatukupata kazi sana, lakini tuliwaelimisha wakaelewa. Nashukuru sana hii gesi. Sana nashukuru. Kwanza nyepesi kwa kununua, nyepesi ya kutumia, unajua saizi imeisha, saizi bado, na ikisha muda wote unanunua. Muda wote unanunua gesi. Kama jana mimi nimenunua gesi saa 4. Nimenunua saa 4 gesi yangu, nilikuwa napika mapishi yangu kaniishia, nikanunua muda huo na nikapata uniti zangu, nikaingiza, nikapika, maisha yanaendelea. Ni nyepesi sana. Nyepesi sana kupita gesi zote. Hii gesi ni nyepesi sana. Kwa sisi wenye hali ya chini inatusaidia sana hii gesi. Kwa sababu sio lazima mpaka utafute mtungi 22,000, 32,000, 50,000. Buku tu
buku lako tu unapika. Buku mimi napikia. Wananchi wa kijiji cha Ilindi kilichopo kata ya Isuto katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya wameridhia mpango wa matumizi bora ya ardhi ambao umeandaliwa na Tume ya Taifa ya Mpango na Matumizi ya Ardhi kwa lengo la kupunguza migogoro kati ya wakulima na wafugaji wa kijiji hicho. Taarifa zaidi na Rose Chapewa kutoka Mbeya. Umefanyika mkutano maalum wa kijiji cha Ilindi ambao lengo lake ni moja tu, la kujadili mapendekezo ya matumizi ya ardhi, ambapo baadhi ya wananchi wamesema mabadiliko ni lazima yafanyike ili kukuza maendeleo katika kijiji chao. Je, hayo mapendekezo ambayo ile kamati imeleta hapa tumeyakubali au la? Nasema wamekubali kwa moyo wote, kwa nguvu zote, wote waliofika hapa. Yaani mabadiliko kuna wakati anatakiwa ukubali tu yanakuja. Ila mimi ninachoomba kama serikali kwenye kijiji chetu hiki pamoja na kamati zote mlizoziteua, maamuzi yote yafanyike kwa majadiliano ya busara, isiwepo ya kumkomoa mtu. Kama mpango umepokelewa, tuanze kuchakata, sio vita. Kuchakata maana yake kama kuna eneo la mifugo lingine limebaki wazi, sio ndio unaongezea, jamani pale tunaweka eneo. Inawezekana hawa wajumbe hawalijua eneo lilipo lingine. Viongozi wa mila na wazee nao wakazungumzia umuhimu wa mpango huo. Naomba wananchi walielewe hilo. Hii fursa ambayo tumeletewa ni fursa nzuri. Waelewe mpango kazi uliokuja ni mpango mzuri. Naomba jamani, jinsi ardhi ilivyokuwa walivyoikuta hawa wahamasishaji, hawa nani waliokuja kwenye mfumo huu, tukubaliane nalo kama tulivyokubaliana nalo kabla hawajaja. Afisa ardhi mwandamizi kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi Mkwaya Sungo akaeleza faida za kupitisha mpango huo. Katika kijiji hichi wananchi waliweza kutenga maeneo ya malisho, uwekezaji ambao tunaamini kwa kutenga maeneo haya itapunguza mwingiliano wa kimatumizi na itapunguza migogoro, na vile vile itakaribisha fursa mbalimbali kwa kijiji hichi na itaongeza tija katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Kutoka katika kijiji cha Ilindi, halmashauri ya wilaya ya Mbeya mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa. Maafisa wa Ukraine, Marekani na Urusi wafanya mazungumzo ya usalama leo Ijumaa katika Umoja wa Falme za Kiarabu, hii ikiwa ni kulingana na ikulu ya Kremlin. Mazungumzo haya yanafanyika baada ya mkutano wa wapatanishi wakuu wa Marekani na Rais Vladimir Putin huko Moscow kuhusu mpango ulioandaliwa na Marekani wa kukomesha vita vya Ukraine. Kwa mujibu wa ikulu ya Kremlin, imesema mapema hii leo Steve Witkoff amezungumza na Putin mjini Moscow na kuelekea na timu yake Abu Dhabi, ambako mazungumzo yataendelea na kiongozi kwa ujumbe wa Urusi Igor Kostkov. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya jeshi pia atahudhuria. Juhudi za kidiplomasia za kukomesha mzozo huo zimeshika kasi katika miezi ya karibuni, ingawa Moscow na Kiev bado hazijakubaliana kuhusu suala muhimu la maeneo katika suluhu baada ya vita. Ofisi ya Mufti kisiwani Pemba imewataka walimu wa shule zote kisiwani humo kuhakikisha wanaendelea na usimamizi wa maadili miongoni mwa wanafunzi, ikiwemo kufuatilia mavazi wanayovaa ili kuwajengea msingi imara wa maisha yao ya baadaye. Taarifa zaidi na Masanja Mabura kutoka Pemba. Akizungumza na wanafunzi pamoja na walimu wa shule Dr. Mpango na Mzalendo, afisa elimu na da'wa kutoka ofisi ya Mufti Zanzibar iliyoko kisiwani Pemba, Saidi Abdalla Nasoro, amesema walimu wanapaswa kushirikiana na wazazi na jamii kuhakikisha watoto wanapata malezi bora, si kielimu tu bali pia hata ya kitabia. Wazee huwa wana kauli moja nyumbani, wanasema shule zikifungwa wanateseka kwa sababu ule ulezi wanaupata wao. Sasa hii inaonyesha kwamba mwalimu mambo anayoyabeba ni makubwa sana. Watoto wenye tabia zote mnao nini? Kwa kuogopea kwamba jukumu hili lisiwe ni lenu tu, sisi ofisi ya Mufti, kwa mujibu wa mwongozo wa ofisi ya Mufti, unatutaka tusimame katika kuamrisha mema, kufanya mihadhara mbalimbali, tukaona njia pekee tuje tuwasaidie, kwa sababu watoto hawa si wenu peke yenu, watoto hawa ni wetu sote. Akitoa neno la shukrani, mwalimu mkuu wa shule ya Mzalendo Ali Omar Hatibu
ameahidi walimu wa shule hiyo wanashirikiana na ofisi ya Mufti katika kupambana vitendo viovu miongoni mwa wanafunzi. Na tutaendelea kusimamia maendeleo ya watoto wetu katika kuhakikisha kwamba ndoto zao ambazo wamejiwekea kwa muda mrefu zinatimia, kwa kuwa ndoto ya mwanafunzi ipo kichwani kwake na ndio dira yake. Kwa kuzingatia jitihada hizi, ni dhahiri kwamba kushirikiana kwa walimu, ofisi za dini na jamii kutasaidia kujenga kizazi chenye maadili mema, nidhamu na wajibikaji watakaokuwa raia wema katika jamii inayowazunguka. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba. Asante Masanja Mabura kwa taarifa hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amefuta mwaliko wa Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney kujiunga na bodi yake ya amani, akitangaza hilo katika chapisho lake kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social bila kutoa sababu ya kuchukua hatua hiyo. Kupitia hotuba yake, Trump amelalama kwamba Carney ni mtu asiye na shukrani na Canada ipo kwa sababu ya Marekani, huku akimwonya Carney kukumbuka hilo anapotoa matamshi yake. Canada ni miongoni mwa mataifa ambayo hayakuthibitisha kujiunga na bodi hiyo iliyozinduliwa Alhamisi, kwani Carney amesema kimsingi nchi yake inaweza kushiriki, lakini bado kuna masuala ambayo hayajakamilika. Trump amezindua rasmi bodi hiyo mpya jana katika jukwaa la uchumi duniani huko Davos, Uswizi, ambayo wakosoaji wanaiona kama itakuwa na mpinzani wake katika Umoja wa Mataifa. Naibu waziri katika ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Raima Kisuo, amesema serikali imezindua mwongozo wa uratibu wa mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi kama sehemu ya mkakati wa kuhakikisha sekta hiyo ya kilimo inatoa mchango stahiki katika pato la taifa, hatua inayolenga kuziba pengo la ujuzi lilopo na kuliwezesha taifa kuwa na rasilimali watu wenye ujuzi na stadi shindani katika soko la ajira la ndani na kimataifa, hususan katika dunia inayokumbwa na kasi ya mapinduzi ya kiteknolojia. Clement Sanga na undani wa taarifa hiyo. Naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Raima Kisuo amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya wakulima, wasindikaji wadogo na kufanya uzinduzi wa mwongozo wa uratibu mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi, ambapo wakulima wadogo wapatao 250 kutoka mkoani Iringa wamejengewa uwezo na kuongeza kuwa juhudi hizo zinakwenda kuwa na tija kubwa ya moja kwa moja kwa wakulima na sekta kwa ujumla. Lengo ni kuhakikisha kuwa ifikapo 2050 taifa linakuwa na nguvu kazi yenye ujuzi unaoakisi viwango vya ujuzi unaohitajika kwa nchi za uchumi wa kipato cha kati, ambapo ujuzi wa chini usiozidi 54% na ujuzi wa kati usiopungua 34%. Sekta hii ina uwezo wa kuzalisha ajira nyingi na kuchochea ongezeko la mapato kupitia mauzo ya bidhaa zinazoongezewa thamani. Naye mkurugenzi msaidizi wa ukuzaji ajira ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Godwin Mpelembe amesema serikali ya awamu ya 6 kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026 imetoa mafunzo ya muda mfupi ya kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi katika sekta ya kilimo na wasindikaji wapatao 1065. Katika mwaka wa fedha huu wa 25-26 serikali imetoa mafunzo ya muda mfupi ya kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi katika sekta ya kilimo, hususan kwa wakulima na wasindikaji wadogo 1065. Tulikuwa tunatumia kilimo cha zamani, tukawa tupati faida. Tulikuwa tunapanda mbegu za kizamani za bibi. Kwa hiyo unaweza kwa ekari ukalima ukapata gunia 4, gunia 3. Lakini baada ya kupata mafunzo na kujua mbegu bora za kupanda, tumepanda sasa hivi kuna mabadiliko makubwa. Sekta ya kilimo nchini inachangia asilimia zipatazo 26.5 ya pato la taifa na takribani asilimia 30 ya mauzo ya nje ya nchi, hivyo kuifanya kuwa miongoni mwa sekta muhimu zaidi katika kukuza uchumi, ajira na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Taarifa ya Clement Sanga kutoka Iringa inatuwekea utuo kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi.